Mungu ibariki Afrika, wabariki viongozi wake, hekima, umoja na amani. Hizi ni ngao zetu Afrika na watu wake. Ibariki Afrika, ibariki Afrika, tubariki watoto wa Afrika. Mungu ibariki Tanzania, dumisha uhuru na umoja wake kwa waume na watoto. Mungu ibariki Tanzania na watu wake. Ibariki Tanzania, ibariki Tanzania, tubariki watoto wa Tanzania. Bwana Yesu asifiwe. Kila anayetazama ujumbe huu, ninapenda kuchukua nafasi hii awali ya yote kumshukuru Mungu aliyenipa nafasi kusimama mbele zake na mbele zako unayoendelea kutazama ujumbe huu. Kwa majina yangu mimi naitwa Mwalimu Ole Njolai Moko Tayai Losingo, na pia kwenye hiki ninachokifanya au ninachokwenda kufanya niko pamoja na mke wangu kipenzi ambaye jina lake anaitwa Nekinyi au Joynice Ole Njolai Moko Tayai Losingo. Tunapenda kuchukua nafasi hii kukaribisha awali ya yote katika shule yetu ya mtandao au shule yetu ya neno la Mungu kwa njia ya mtandao wa internet ambaye inaitwa Ufalme wa Mbinguni Uje Tanzania. Kwa hiyo kwenye shule hii kiu yetu ni kuona kwamba ufalme wa Mungu unakuja katika nchi yetu ya Tanzania, na ufalme wa Mungu unakuwepo katika kila familia, kila taasisi, kila shule, masokoni, barabarani, kwamba watu wakiwa wanatembea ufalme wa Mungu upate kwenda kuwafunika, maofisini, kwenye serikali. Kwa hiyo hiyo ndio kiu ambayo ipo ndani yetu, kama vile ambavyo neno linavyosema kwenye Mathayo 6:33, basi kwanza utafuteni ufalme wake na haki yake, ndipo hayo mengine mtakapozidishiwa. Kwa hiyo kwenye shule hii tutakuwa na mafundisho mbalimbali. Tuna idara kama 4 au kwa hivi sasa tuna idara 4, na idara mojawapo inaitwa idara ya makongamano ya maombi na majibu, ambaye neno ambalo Mungu alitupa ni Mambo ya Nyakati wa Pili sura ya 7 mstari wa 14 mpaka wa 17. Lakini hili ni kongamano letu la kwanza. Napenda kuchukua nafasi hii kukaribisha kwenye kongamano letu la kwanza la Alfa, la kuombea mitihani ya kumaliza muhula au semester ya kwanza katika taasisi ya teknolojia ya Dar es Salaam. Kwa Kiingereza naita Dar es Salaam Institute of Technology. Kwa hiyo ni wakati mzuri ambao tunakusanyika kwa pamoja kwa ajili ya kuweza kuomba. Tutakuwa na nafasi ya kuomba kama kufungua kongamano, lakini pia tutakupata nafasi ya kwenda kumsifu na kumwabudu Mungu wetu. Na baada ya hapo kuna ajenda kadhaa ambaye Mungu ameziweka ndani ya moyo wangu kwa ajili ya kuweza kwenda kuombea kipengele muhimu sana katika elimu ambayo ni mitihani ya kumaliza muhula, ambapo hapo kuna maamuzi yatafanyika. Manake maamuzi yatakayofanyika ni aina 3. Mwanafunzi afaulu, mwanafunzi ashindwe lakini awe na sifa wa kufanya mtihani wa marudio, au mwanafunzi afeli ili apate nafasi ya kurudia tena mwakani. Kwa hiyo hayo ndo majibu au hayo ndo matokeo ambayo yatakayokwenda kutokea baada ya mchakato huu. Kwa hiyo wakati mwingine mtihani mimi nachukulia kama vile ni mechi inayokuwa inachezwa kati ya timu mbili pinzani. Kwa hiyo kimsingi tuna haja sana ya kuweza kuomba. Mimi ni mwalimu katika idara ya electronics au ya uhandisi wa electronics na mawasiliano ya angani katika taasisi ya teknolojia Dar es Salaam. Kwa hiyo nimeunganika na wanafunzi kadhaa ambaye Mungu ametupa nafasi ya kuweza kuwa nao ana kwa ana ili tuweze kuomba na kumlilia Mungu. Tumekuwa tukiwafundisha wanafunzi wetu kwa muda wa wiki 15. Sasa wana wiki 2 za kwenda
kufanya majaribio au kufanya mtihani wa kupimwa uelewa na kumbukumbu. Kwa hiyo kimsingi yamkini ya kwamba wewe ni mwanafunzi wa taasisi ya teknolojia Dar es Salaam katika ngazi ya stashahada au katika ngazi ya shahada ya kwanza ambayo inaita bachelor au katika ngazi ya shahada uzamivu ambayo inaita kwamba ni master's degree. Kwa hiyo kimsingi ninajua kabisa kwamba unahitaji msaada wa Mungu. Kwa hiyo ujumbe huu na kongamano hili ni la kwetu na pia ni la kwako, kwa sababu najua tayari kuna hofu imeshaingia ya kuferi au ya kufanya vibaya au labda kwamba ya kuweza kuadhibiwa kutokana na kuibia na kadhalika. Kwa hiyo hofu tayari imeshafika, kwa sababu kwenye mitihani huu wakati ya changamoto ambayo inayokuwepo ni ya hofu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tutapata nafasi nzuri ya kujifunza, ya kuimarisha imani yetu, alafu tutapata nafasi pia ya kwenda kuomba. Kwa hiyo baada ya kukupa utangulizi huo, napenda pia kusema makongamano yetu ya maombi yako kwa namna ya kitofauti kidogo. Yaani ndani yake kuna darasa la maombi, lakini ndani yake kuna pia darasa la, manake kwamba kuna kuomba. Kwa hiyo tunapenda waombaji ambao tuko nao ana kwa ana wahakikishe kwanza wana Biblia takatifu, kwa sababu huu ndio mwongozo na hii ndio itifaki, au hii ndio inaita user manual katika electronics, au inaita data sheet katika electronics, ambayo tunapaswa kuitumia. Unaweza ukawa na hard copy au unaweza ukawa na soft copy kwenye simu yako, ili mradi ni Biblia takatifu ambayo imechapishwa na Chama cha Biblia Tanzania na Kenya. Amen. Yaani ushirika wa Chama cha Biblia cha Tanzania na Chama cha Biblia cha Kenya. Usiwe na Biblia tofauti na ambayo imetengenezwa au imechapishwa na hivyo vyama, kwa sababu yamkini ya kwamba ni Biblia ambayo imetenguliwa baadhi ya mistari. Kwa hiyo hiki ndo kitu cha silaha ya kwanza. Sema silaha. Kwa ni silaha ya maombi. Silaha ya pili ni kwamba wakati mwingine unapokuwa unaomba, yamkini ya kwamba unaweza kuwa unaongozwa kwa ajili ya kuweza kumsifu Mungu na kumwabudu. Kwa hiyo ni vyema ukawa na kitabu kidogo kinachoitwa Tenzi za Rohoni. Tenzi za Rohoni. Ni kitabu kidogo, lakini ndani yake ina nyimbo za kumwabudu Mungu zaidi ya 100. Kwa wakati mwingine unaweza kukuta kwamba unapoomba wenzako wamesukuma kwenye kuomba, lakini wewe unataka kusifu juu ya ukuu wa Mungu na utukufu wake. Kwa hiyo hii ni silaha ya pili. Silaha ya tatu ni kama vile tulivyokuwa tunasoma kwenye semester au muhula. Tulikuwa tunakwenda na madaftari au notebook kwa ajili ya kuweza kunoti vile vilivyokuwa vinaonyesha kwenye slide, vinavyoandikwa ubaoni au vinavyosemwa na mwalimu au na mhadhiri ambaye anaita lecturer. Sasa na pia tunapokuja kwenye darasa la Mungu, hakikisha una daftari la maombi au daftari kwa ajili ya, yani maalum kwa ajili ya kujifunza neno la Mungu, kwa sababu ndani ya neno la Mungu kuna maombi. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini sasa unaweza ukawa na daftari ukawa umesahau peni. Kwa silaha ya 4 muhimu sana kwenye haya makongamano na hata pia kwenye makusanyiko mengine, unatakiwa kuhakikisha kwamba una kalamu yako kwa ajili ya kuweza kuandika ujumbe ambao Mungu atakao kuwa anauachilia. Kwa mimi kwa mfano na kalamu nyekundu hapa na kalamu nyeusi. Kwa hata mimi wakati nikiwa nafundisha, kuna wakati Mungu atanisemesha kitu ambacho sikifahamu, unaweza kuja kuona kwamba nasimama nina noti, kwa sababu Mungu anaongea kwa nyakati tofauti tofauti. Baada ya hapo, silaha nyingine muhimu sana ni moyo uliokuwa umepondeka. Sema moyo uliokuwa umepondeka. Moyo uliopondeka maana yake ni ule ambao unaosema kwamba Mungu, mimi hapa siwezi pasipo wewe. Maana yake ni moyo ndani yako ambao unahitaji msaada wa Mungu. Ukishakuwa na hizo silaha, basi tarajia kunufaika na kuweza kutolewa katika ngazi moja ya imani kwenda katika ngazi nyingine ya imani. Bwana Yesu asifiwe sana. Haya, sasa napenda kutambua wanafunzi ambao tuko nao wa taasisi ya teknolojia Dar es Salaam. Halo. Haya, kwa hiyo napenda kutambua na kuchukua nafasi hii kuwakaribisha sana, ili tuweze kwenda na kuendelea na ratiba ambayo Mungu ametupa. Bwana Yesu asifiwe sana wanafunzi wa taasisi ya teknolojia ya Dar es Salaam. Bwana asifiwe sana. Uko tayari kwa ajili ya kuombea ajenda ya mitihani? Amen. Mungu aendelee kukubariki na kukushikilia ili tuweze kwenda kuomba. Kwa hiyo nashukuru sana kwa kunitia moyo na kututia moyo, ili kwa sababu ya kwamba Mungu anatupenda sana. Bwana Yesu asifiwe sana.
Bwana asifiwe. Haya, sasa naomba kwa kumheshimu Mungu tusimame tupate kufungua kongamano letu kwa maombi. Kwa hiyo kumbuka, umekuja kuomba, hujaja kuombewa. Maelekezo mengine ya msingi ambayo ni muhimu sana kuyafahamu. Tumekusanyika hapa madhehebu mbalimbali. Hatuko hapa kwa ajili ya lengo la dhehebu langu au dhehebu la kwako wewe. Tuko hapa tumekusanyika kwa ajili ya kazi ya Mungu, na kimsingi omba. Itakapofika kipindi cha kuomba, unasikia kupiga magoti, piga magoti. Unasikia kwamba kuomba unalia, lia mbele za Mungu. Unasikia kuomba kwa kunena kwa lugha, omba kwa kunena kwa lugha. Unasikia kuomba kwa lugha ya kinyumbani, Kisukuma, Kichaga, Kipare, omba kwa lugha ya nyumbani. Unasikia kwamba kuomba kwa Kiswahili, omba kwa Kiswahili. Unasikia kwamba wakati mwingine kukaa, unasikia kusimama, unasikia kutembea tembea, uwe huru. Tuko nyumbani mwa Bwana. Cha msingi hakikisha unakamata pindo la Yesu. Amen. Yaani cha msingi maombi yako yafike wapi? Mbinguni. Juu ya kwamba utarusha ngumi, utarusha mateke, hilo lisikusumbue. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Basi twende tukaombe. Omba naye. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, tunasema asante kwa nafasi ile umetupatia. Tunakushukuru kwa maana wewe ni Mungu uliye mkuu sana katika taasisi ya teknolojia Dar es Salaam. Wewe Yesu ni Mungu uliye mkuu sana, mkuu sana, mkuu sana kuliko miungu, kuliko wachawi, waganga na miungu yote ambayo iko kwenye taasisi na sanamu zote zilizochongwa na kuabudiwa na kuweka pembezoni kwenye malango. Wewe ni Mungu mkuu wa taasisi ya teknolojia Dar es Salaam. Wewe ni Mungu mkuu wa idara ya uhandisi wa electronics na mawasiliano angani. Wewe ni Mungu mkuu wa idara ya ujenzi. Bwana, wewe ni Mungu mkuu wa idara ya mitambo au mechanical engineering. Wewe ni Mungu mkuu ambaye wa idara ya masomo ya jumla au general study. Wewe ni Mungu mkuu wa idara ya computer, uhandisi wa computer ambaye ndio computer engineering au computer studies. Wewe ni Mungu mkuu wa idara ya umeme, electrical engineering. Wewe ni Mungu mkuu wa idara ya maabara na teknolojia. Kwamba wewe ni Mungu mkuu wa idara Bwana ya uhandisi wa electronics na mawasiliano angani. Tunakuja mbele zako jioni ya leo tarehe 2 mwezi wa pili mwaka 2025. Umetukusanya kutoka kwenye kona mbalimbali za nchi hii. Tumekuja kukusanyika kwa pamoja kwa ajili ya kuomba kwa ajili yetu na kwa ajili ya wengine ambao wanafunzi wengine na watahiniwa wengine ambao Bwana umewaleta katika taasisi ya teknolojia. Tumekuja mbele zako kwanza kukushukuru kwa sababu ya matendo yako makuu. Umetufundisha kwenye wiki 15, lakini Mungu pia tunakuja mbele zako tukiomba kwa ajili ya wiki 2 za mitihani ya kumaliza muhula na kumaliza semester, ili kusudi lako lipate kwenda kusimama. Roho Mtakatifu, tunakukaribisha upate kwenda kuongoza. Kamata vinywa vyetu, kamata mioyo yetu, kamata nafsi zetu, kamata akili zetu, kamata fikra zetu, ili tupate kwenda kumlilia Bwana wa majeshi, Bwana shujaa wa vita, Bwana mfalme wa falme, kuendelea kukusanya watoto wako na watu wako na watumishi wako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Baba, tunakuja mbele zako tukijikabidhi mikononi mwako, upate kwenda kukaa pamoja na sisi katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Tunaomba upako wako wa Alfa na Omega. Mungu, tunakuja mbele zako tukiachilia ili upate kwenda kutuongoza sawa sana makusudi yako. Tuko hapa kuwaombea wanafunzi watahiniwa wa stashahada ya kwanza au diploma. Tuko hapa kuwaombea wanafunzi wa shahada ya kwanza au bachelor degree. Mungu, tuko hapa kuwaombea wanafunzi wa shahada ya uzamivu au master's degree katika idara mbalimbali za taasisi katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Amen. Asante, naomba ukae au ukiwa umesimama tupate nafasi ya kumwabudu Mungu na tenzi namba 114 ili tuweze kwenda kuanza. Tenzi namba 114 ni tenzi ambayo maarufu sana. Potenzi namba 114. Huu wimbo unasema Bwana Mungu, Bwana Mungu. Kwa hiyo Bwana Mungu nashangaa kabisa. Bwana Mungu nashangaa kabisa. Yaani mimi kwa kweli namshangaa Mungu kwa sababu si jambo la kawaida kutupa nafasi tukakumbuka kujifunza alafu tukakumbuka pia kumuomba kabla ya kuanza mitihani. Bwana Mungu nashangaa kabisa. Bwana Mungu nashangaa kabisa. Sasa kiitikio ni hiki hapa. Kwa hiki ni kiitikio na beti kadhaa.
kitikio ambaye kinasema kwamba roho yangu na ikuimbie. Kwa hiyo hiki ndio kiitikio, roho yangu na ikuimbie. Tutakuwa tunarudia mara kwa mara, ikuimbie. Alafu nasema kwamba jinsi wewe ulivyo mkuu, jinsi wewe ulivyo mkuu, jinsi wewe ulivyo mkuu. Alafu pia mstari mwingine anasema roho yangu na kuimbie jinsi wewe ulivyo mkuu. Kwa hiyo roho yangu na kuimbie jinsi wewe ulivyo mkuu, roho yangu na kuimbie jinsi wewe ulivyo mkuu. Kwa hiyo tutarudia hii chorus au hiki kitikio mara mbili. Bwana Yesu asifiwe sana. Uko tayari kwa ajili ya kumwabudu Mungu? Uko tayari kwa ajili ya kumwabudu Mungu? Haya, sasa twende. Bwana Mungu, nashangaa kabisa, na kama vilivyo nyota, ngurumo, vitu vingi vyote umbavyo kwa uwezo wako. Rudia tena. Bwana Mungu, nashangaa kabisa, kama vilivyo nyota, ngurumo, vitu vingi vyote viumba kwa uweza wako. Roho yangu aikuimbie. Yes, si wewe ulivyo mkuu. Roho yangu na ikuimbie jinsi wewe ulivyo mkuu. Nikitembea pote duniani, ndege huimba na wasikia. Yes, milima hupendeza macho sana, upepo na furahia. Roho yangu na ikuimbie jinsi wewe ulivyo mkuu. Roho yangu na ikuimbie jinsi wewe ulivyo mkuu. Nikikumbuka kama wewe Mungu ulivyo peleka mwanao. Yes, afe azichukue dhambi zetu, kuyatambua ni vigumu mno. Roho yangu na ikuimbie jinsi wewe ulivyo mkuu. Roho yangu na ikuimbie jinsi wewe ulivyo mkuu. Yesu Mwokozi, utakaporudi, yes, unichukua kwenda mbinguni, nitashukuru na kuimba milele, wote wajue jinsi ulivyo. Roho yangu na ikuimbie jinsi wewe ulivyo mkuu. Roho yangu na ikuimbie jinsi wewe
Imba chorus tena. Roho yangu na ikuimbie, kwa sauti, jinsi wewe ulivyo mkuu. Roho yangu na ikuimbie, jinsi wewe ulivyo mkuu. Pigie Yesu makofi. Amen. Naomba ukae chini sasa, twende kwenye darasa la maombi. Chukua Biblia yako tuone mstari wa msingi wa haya makongamano. Chukua Biblia yako takatifu, fungua kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Pili sura ya 7, tupate neno la msingi ili tuweze kuingia katika ajenda ambazo Mungu ametupa nafasi ya kuweza kuzibeba jioni ya leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Fungua kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Pili sura ya 7 mstari wa 14 na 15. Kama umefika sema amen. Kama umefika sema amen. Kama umefika sema amen. Amen. Basi nitasoma neno la Mungu kwenye kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Pili sura ya 7 mstari wa 14 na 15. Inasema, ikiwa watu wangu walioitwa, ngoja nisome taratibu. Ikiwa watu wangu, sema watu wangu, walioitwa kwa jina langu, sema walioitwa kwa jina langu, walioitwa kwa jina langu, watajinyenyekesha, sema watajinyenyekesha, na kuomba, sema na kuomba, na kunitafuta uso, sema na kunitafuta uso, na kuziacha njia zao mbaya, sema na kuziacha njia zao mbaya, basi nitasikia toka mbinguni, sema basi nitasikia toka mbinguni, na kuwasamehe dhambi yao, na kuiponya nchi yao. Neno la Mungu mstari wa 10 linasema, sasa macho yangu yatafumbuka na masikio yangu yatasikiliza maombi ya watu waombao mahali hapa. Narudia mstari wa 15, turudie wote kwa sauti. 1 2 3 twende. Sasa macho yangu yatafumbuka na masikio yangu yatasikiliza maombi ya watu waombao mahali hapa. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ngoja nikupe utangulizi kidogo wa idara ya makongamano ya maombi na majibu, ili imani yako iweze kujengeka, ujue kwamba ni mzigo gani uliokuwa umewekwa ndani ya mioyo yetu. Hii ni habari ambayo imeanzia kwenye kitabu hiki cha Mambo ya Nyakati wa Pili, hasa kwenye sura ya 5, hasa kwenye sura ya 6. Kwenye kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Pili sura ya 6 mstari wa 1 mpaka wa mwisho, tunaona mfalme Suleiman baada ya kumjengea Mungu hekalu la Suleiman, kama unalifahamu, akaamua yeye mwenyewe kuwakusanya wazee wa Israeli na wana wa Israeli ili waiweke wakfu hekalu la Mungu, ambalo Yesu baadaye alikuja kulikuta na akatumia kulifundisha. Sasa Suleimani wakati alipokuwa anaomba, aliomba mambo mazito sana na ajenda za msingi. Akasema hivi, ikiwa watu wako Israeli watakuacha na kukutenda dhambi, lakini wakikurudia katika nyumba hii na kuomba, Mungu sikia ukiwa uko mbinguni. Amen. Ikiwa wana wa Israeli wamekutenda dhambi, wakakamatwa na mikono ya adui, watakapoikimbilia nyumba hii, Mungu uliye mbinguni, Mungu wa Isaka, Ibrahim na Yakobo, upate kwenda kuwasikia na kwenda kuwaokoa mikononi mwa adui. Sasa hapa kwenye hii sura ya 7 kuanzia kwenye mstari wa 12, ndiyo hii mistari kwenye aya zote mbili, mstari wa 12 mpaka wa 18 na mstari wa 19 mpaka wa 22. Haya ni majibu ambayo Mungu ameyatoa au amejibu maombi ya mfalme Suleiman. Amen. Amen. Ukisoma kwa mfano kwenye Mambo ya Nyakati hiyo sura ya 6, ukirudi pale nikupe darasa kidogo uelewe, kwa sababu naona tu kwamba idara ya makongamano ya maombi na majibu, tuko hapa kuomba na Mungu atajibu maombi tuliyoomba. Amen. Unaona, ukiona kwa mfano, ukienda kwenye sura ya 6 mstari wa 1, anasema, ndipo Suleiman akanena, Bwana alisema ya kwamba atakaa katika giza nene. Mstari wa 2, lakini nimekujengea nyumba ya kukaa iwe mahali pa makao yako milele. Mfalme wa 3, mfalme akageuza uso wake
akawabarikia mkutano wote wa Israeli, na mkutano wote wa Israeli wakasimama. Mstari wa 4 akasema, Bwana Mungu wa Israeli ahimidiwe, aliyenena kwa kinywa chake na baba yangu Daudi, akalitimiza kwa mikono yake, akasema, tangu siku ile nilipowatoa watu wangu katika nchi ya Misri, sikuchagua mji wowote wa kabila zote za Israeli ili kujenga nyumba jina langu liwe humo, wala sikumchagua mtu yeyote awaye mkuu juu ya watu wangu Israeli. Mstari wa 6, lakini nimeuchagua Yerusalemu jina langu liwemo humo, na Daudi nimemchagua awe juu ya watu wangu Israeli. Hasa mstari wa 7, basi ikiwa moyoni mwake Daudi baba yangu kujenga nyumba kwa jina la Bwana Mungu wa Israeli, lakini Bwana akamwambia Daudi baba yangu, kwa kuwa ilikuwa moyoni mwako kujenga nyumba kwa jina langu, ulifanya vyema kuwaza hivi moyoni mwako. Mstari wa 9, lakini si wewe utakayejenga nyumba hiyo, ila mwanao atakayetoka katika viuno vyako, yeye ndiye atakayejenga nyumba kwa jina langu. Mstari wa 10, basi Bwana amelitimiza neno lile alilolinena, nami nimesimama mahali pa Daudi baba yangu na kuketi katika kiti cha enzi cha Israeli kama Bwana alivyoahidi, nami nimejenga nyumba kwa jina la Bwana Mungu wa Israeli, ndimo nilipoliweka hilo sanduku ambalo ndani yake mna agano la Bwana alilolifanya na wana wa Israeli. Akasimama mbele ya madhabahu, mstari wa 12, ya Bwana machoni pa mkutano wote wa Israeli, akainyosha mikono yake, maana Suleiman alikuwa amefanya miambari ya shaba, urefu wake mikono 5 na upana wake mikono 5 na kwenda juu kuliko mikono 3, na kusimamisha katikati ya ua. Akasimama juu yake, akapiga magoti mbele ya mkutano wote wa Israeli, akaikunjua mikono yake kuelekea mbinguni, akasema, Bwana Mungu wa Israeli, hakuna Mungu kama wewe mbinguni wala duniani, ushikaye maagano na rehema kwa watumishi wako waendao mbele zako kwa moyo wao wote. Amen. Kwa hiyo sura ya 6, kwanza sura ya 5 utaona jinsi gani ambavyo makuhani waliimba, utukufu wa Mungu ukajaa kwenye hekalu, kiasi ambacho makuhani walishindwa, kwa sababu ni makuhani Walawi waliimba na kupiga vyombo mbalimbali. Utukufu wa Mungu ukajaa kwenye hekalu, kiasi ambacho makuhani walishindwa kufanya nini? Huduma yao ya kikuhani. Sura ya 6 unaona mfalme Suleiman anaanza kuomba, kuweka wakfu ile hekalu la Mungu. Karibuni. Kuweka wakfu hekalu la Mungu. Alipoweka wakfu katika ile hekalu la Mungu, nini ambacho kilichokuwa kimetokea? Kilichokuwa kimetokea kwamba Mungu alisikia hayo maombi. Kwa hiyo kwenye sura ya 7 akaanza kujibu. Ndipo akasema, ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu wataomba, maana yake kwamba atajinyenyekeza. Unaona? Kwa hiyo huyu ni Mungu anaongea, sio Suleiman. Huyu ni Mungu anaongea. Kwenye sura ya 7 mstari wa 10 anasema hivi, ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kuomba na kufanyaje tena? Akasema hivi, na kuomba, alafu asema na kunitafuta uso na kuziacha njia zao mbaya, basi nitasikia toka mbinguni. Sema, basi nitasikia toka mbinguni. Alafu asema nini atakachofanya? Atawasamehe dhambi yao na kuiponya nchi yao. Sasa macho yangu yatafumbuka na masikio yangu yatasikiliza maombi ya watu waombao mahali hapa. Kwa hiyo ndio maana idara imeandikwa kwamba makongamano ya maombi na majibu. Kwenye Biblia hii kuna maombi na majibu. Watu wengi sana na Wakristo wengi tunaridhika tukiomba, hatutathmini tumejibiwa nini. Amen. Kwa hiyo unakuja kuta kwamba msukumo ambao uko hapa sio tu kuomba. Mungu amejibu ulichoomba. Kama hajajibu atakueleza shida iko wapi. Haleluya. Haleluya. Haya. Kwa hiyo kama umeshapata huo msingi, unaona kwamba wito wa Mungu anasema, ikiwa watu wangu, wewe na mimi ni mtu wake. Hasa twende katika kipengele cha siku ya leo. Chukua daftari lako, karibu sana. Chukua daftari la kanisani. Amen. Sasa tunakwenda kuanza na agenda. Tuna agenda kadhaa, lakini tuanze na agenda ya kwanza. Andika agenda ya kwanza ya maombi. Agenda ya kwanza. Agenda ya kwanza ambayo Mungu ameweka ndani ya moyo wangu inasema hivi kwamba tuombe toba. Agenda ya kwanza ya kuombea, tuombe toba. Tuombe toba. Tuombe toba. Tuombe toba kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya dhambi. Kwa ajili ya dhambi. Kwa ajili ya dhambi. Sema dhambi. Kwa ajili ya maovu. Sema maovu. Kwa ajili ya makosa na uasi.
Uasi wa nani? Uasi wangu na wa kwako. Uasi wa wanafunzi. Kwa hiyo uasi wa wanafunzi, walimu, walimu au wahadhiri, lakini pia walinzi nao wamemtenda Mungu dhambi. Kwa sababu manake anasema kwamba dhambi kibibilia ina tafsiri fulani, sio kama mpaka ukazini. Ukitenda kitu chochote ambacho sio sawa na mapenzi ya Mungu ni dhambi. Walinzi, lakini wafanyakazi vingine, viongozi. Kuna viongozi kwenye taasisi, viongozi wengine nani? DITSO. Kuna viongozi wa DITSO, kuna viongozi wa taasisi, kuna viongozi wa idara. Mungu uko anaona kabisa kuna dhambi hapa, kuna dhambi. Wahadhiri, walinzi, viongozi. Alafu kundi lingine ni nani? Wazazi pia wamekunyima hela kununulia multimeter. Wakati unahitaji multimeter kujifunza practical za electronics. Lakini kundi lingine nani? Wafanyakazi ambao sio walimu. Wafanyakazi wa taasisi ya teknolojia. Kweli hiyo teknolojia tunayo? Teknolojia ya Dar es Salaam Dizi. Neno la imani tumepewa kitabu cha Daniel sura ya 9 mstari wa pili mpaka wangapi? Mungu ametupa hapa sura ya 9 mstari wa pili. Daniel mstari wa 2 mpaka wa 11. Lakini pia tumepewa kitabu cha Yona. Kitabu cha Yona sura ya 3 mstari wa 1 mpaka wa 10. Lakini pia tumepewa kitabu cha Mathayo. Tumepewa kitabu cha Mathayo sura ya 4 mstari wa 17. Kwa hiyo hapa tunaenda kuombea vitu vikubwa 4 ambavyo ni muhimu sana kuanza navyo kwenye maombi: dhambi, maovu, makosa na uasi. Na mimi kwanza kama mwalimu na kama mwanafunzi wa taasisi ya teknolojia ya Dar es Salaam, mimi binafsi naakiri nimemtenda Mungu dhambi. Kwa hiyo kipindi cha wiki 15 nimemtenda Mungu dhambi, nimemtenda Mungu makosa, nimemtenda Mungu maovu, nimemwasi Mungu. Kwa mimi nakiri, sijajua wewe kwa unasema mimi ni mtakatifu, mimi sijui wewe, lakini nachojua hakuna mtakatifu. Amen. Kwa hiyo lazima kwanza tutengeneze. Mungu wetu ni mtakatifu, hakai kwenye dhambi. Hatusema kwamba Mungu karibu, nasema hapo kuna dhambi. Takasa kwanza, ndio nimekuweka wewe utakasa. Manake fuata taratibu zangu ili nipate uhalali kwa shetani wa kupata kasa. Amen. Kwa hiyo manake maeneo ya msingi, manake kwamba maeneo ya msingi ambayo ya kwenda kuangalia katika hii agenda tutakapokuwa tunaomba, manake tutaanza kwanza namba 1. Kwa hiyo 1.1 tunasema kwamba toba kwa ajili ya nini? Toba kwa ajili ya dhambi. Dhambi za nani? Dhambi, maovu. Alafu nini? Makosa. Kwanza kabisa ya waliotangulia kwenye taasisi ya kina nani? Toba kwa ajili ya dhambi, maovu, makosa ya wahadhiri au kwa lugha nyepesi walimu. Walimu tumepewa jukumu la kufundisha. Yamkini ya kwamba hatukufikia kiwango ambacho ulichokuwa nataka. Tutakwenda pia kuomba toba kwa ajili ya nani? Kwa ajili na haya maombi naomba kila siku asubuhi na kila siku jioni, kwa ajili ya dhambi. Kundi lingine ni akina nani? Waliokuwa wanapokea walikuwa na copy assignment, naona walikuwa wanaangalizia kwenye mitihani, ni dhambi hiyo. Ya wanafunzi
wanafunzi wa stashahada aka kwa Kiingereza tunaita nini? Diploma. Kuna wanafunzi wa diploma hapa mbinguni. Nasema kwamba hapana, hao wamenikosea. Na wanafunzi wa shahada ya kwanza ambayo kwa Kiingereza tunasema kwamba binji. Kwa hiyo binji. Sawa. Alafu na pia tutaomba toba kwa ajili ya wanafunzi. Wanafunzi wa shahada ya pili. Shahada ya pili kwa Kiingereza ita masters. Kuna idara ya kompyuta, kuna shahada ya pili, idara ya mechanical au idara ya mitambo na shahada ya pili. Kwa haya ni maeneo ambayo shahada ya pili tutakwenda kumlilia Mungu. Shahada ya pili au naita kwamba menji. Menji manake masters in engineering. Haleluya. Kwa hiyo tutaendelea pia, tutaenda kwenye kundi la wanani? Walinzi, viongozi wa taasisi, wazazi, wafanyakazi wa taasisi hii na kadhalika. Kwa sababu tunachojua tulichokuahidi kukufundisha kwa wiki 15, yamkini ya kwamba tukufikie hicho kiwango. Kwa kama tukifikia hicho kiwango na tukifikia kiwango cha Mungu, tumemtenda Mungu dhambi. Haya, chukua Biblia yako. Amen. Bwana asifiwe. Chukua Biblia yako. Umekuja leo kwa Mungu na Mungu leo anasema atakupa chakula. Najua hutosahau hizi mbinu za maombi na hizi agenda maisha yako yote. Unaweza pia kutumia kumwombea mdogo wako anayekwenda kwenye mitihani, au mtu anayeka kaka yako au dada yako anayekwenda kwenye interview. Amen. Cha kwanza siku zote toba. Usijihesabie haki wala usimhesabie haki. Tubu kwa ajili yake. Twende kwenye kitabu cha Daniel. Sema Daniel. Daniel alikuwa ni kiongozi, alikuwa mwanafunzi kama wewe ukisoma kwenye kitabu cha Daniel wa kwanza. Daniel sura ya 9 mstari wa kwanza mpaka wa 11. Hebu tujifunze kipengele cha toba, cha dhambi, maovu, makosa na uasi kutoka kwa wenzetu. Walifanya nini? Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Kama umefika kwenye kitabu cha Daniel sura ya 9, sema amen. Amen. Haya, twende tukasome. Tunaanzia mstari wa 2. Lakini hebu tuanzie mstari wa 2. Maana Daniel sura ya 9 mstari wa 2. Katika mwaka, kwa hiyo fuata tunachosoma. Katika mwaka wa kwanza wa kumiliki kwake mimi Daniel, kwa kuvisoma vitabu. Naona alikuwa msomi kama ulivyosoma vitabu vya electronics drawing. Umesoma vitabu vya basic electronics. Katika kuvisoma vitabu na alifahamu hesabu ya miaka ambayo neno la Bwana lilimjia Yeremia nabii ya kutimiza ukiwa wa Yerusalemu, yaani miaka 70. Hapo huoni toba. Hapo huyu jamaa alisoma vitabu vya mwenzake. Na umesoma vitabu vya wenzako, si ndiye? Kwenye power electronics umesoma vitabu vya Wahindi walivyoandika. Yes, kwa ulivyosoma vitabu akapata maarifa. Alafu tende mstari wa 3. Nikamwelekezea Bwana Mungu uso wangu ili kutaka kwa maombi, sema kwa maombi. Na dua, sema dua. Pamoja na kufunga na kuvaa nguo za magunia na majivu. Kwa hiyo huyu ndugu hakuja tu 14 kuomba, lakini akasema kwa sababu ya dhambi tulizozitenda, ninakwenda kwenye maombi, ninakwenda kuomba dua, ninafunga. Wewe amkina kwamba umepiga msosi wa DH kule, kwa saizi inafanya digestion. Alafu sio tu hivyo, akavaa nguo za magunia. Alafu sio tu hivyo, akajipaka majivu mwili mzima. Alafu anapita mjini au anakuja kanisani. Fikiria kanisani, unamuona kwamba anakuja, maana yake kwamba muumini anakuja kanisani amevaa magunia alafu amepaka majivu. Ukimuuliza vipi? Sasa nimekuja kumlilia Bwana. Fikiri haraka. Yaani fikiri wewe, usipoambia kwamba okay huyu ni mtumishi wa Mungu, yaani unashukia tu kwamba vipi huyo? Vipi chizi akachanganyikiwa. Sasa no, ninakuja kumwabudu Mungu. Kwa wenzetu kwenye Agano la Kale tusione tu mafanikio, lakini walikuwa wanaonyesha ile dhamia, nia. Fikiria hivyo, kwa uko smart hapo, umepiga pamba yako vizuri. Sasa unaambia kwamba kavue, vaa magunia. Kwanza utaanza kusema ndo navaje? Suruali napata hapo, si ndio? Sketi napata hapo, gauni napata. Gunia? Hamna bwana, huyo ni Mungu gani? Haleluya. Sasa sikiliza. Kwenye maombi yake sasa alikuwa anaomba nini? Na kwenye dua yake
na kufunga kwake. Twende kwenye mstari wa 4 pale mpaka wa 11 utaona. Neno la Bwana linasema kwenye mstari wa Daniel 9:4 inasema hivi, nikamwomba Bwana, sema nikamwomba Bwana, Mungu wangu, nikaungama, nikasema Bwana, sema nikaungama, nikasema Bwana Mungu mkuu mwenye kutisha, ashikae maagano na rehema kwao wampendao na kuzishika amri zake. Mstari wa 5 sasa, tumefanya dhambi, sema tumefanya dhambi, sema tumefanya dhambi. Alafu anasema tumefanya ukaidi, tumetenda maovu, sema tumetenda maovu. Alafu sema tena tumeasi, sema tumeasi. Naam, hata kuyaacha maagizo yako na hukumu zako. Mstari wa 6, wala hatukuwasikiliza watumishi wako manabii, ambao kwa jina lako walisema na wafalme wetu na wakuu wetu na baba zetu na watu wote wa nchi. Mstari wa 7, Bwana, haki ina wewe, lakini kwetu sisi kuna haya ya uso kama hivi leo, kwa kuwa watu wa Yuda na kwa wenyeji wa Yerusalemu na kwa Israeli wote walio karibu na hao walio mbali katika nchi zote ulikowafukuza, kwa sababu ya makosa yao walioyakosa. Mstari wa 8, Bwana, kwetu sisi kuna haya ya uso kwa wafalme wetu na wakuu wetu na baba zetu, kwa sababu tumekutenda dhambi. Sema kwa sababu tumekutenda dhambi. Alafu angalia, rehema na msamaha ni kwa Bwana Mungu wetu, ingawa tumemwasi. Sema tumemwasi. Wala hatukuitii sauti ya Bwana Mungu wetu kwa kwenda katika sheria zake alizoziweka mbele zetu kwa kinywa cha watumishi wake manabii. Mstari wa 11, naam, Israeli wote wameihalifu sheria yako kwa kugeuka upande, wasisikilize sauti yako. Basi kwa hiyo laana imemwagwa juu yetu na uwapo ule ulioandikwa katika sheria ya Musa mtumishi wa Mungu, kwa sababu tumemtenda dhambi. Kwa sababu tumemtenda dhambi. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa unajua ukishaanza kulisoma neno la Mungu kwa sura ya ualimu, mimi ni mwalimu, utashangaa sana, sababu katika habari hii Daniel alikuwa mtakatifu. Sema alikuwa mtakatifu. Lakini wana wa Israeli walimtenda Mungu dhambi, walimtenda Mungu maovu, walimtenda Mungu makosa, wamemwasi, wamekaidi, wameacha na maagizo yake na kadhalika. Sasa huyu ndugu akapewa jukumu kwa ajili ya kuombea taifa zima. Amen. Akafunga, akavaa magunia, akajibaka majivu, akaenda kuomba dua. Akaenda kuomba, akaenda kusali, akaenda kuomba dua. Sasa anapokwenda mbele za Mungu ili maombi yake yakubalike kiurahisi, hakwenda kama ile sala roda tufatane, naona unatoka darasani. Hakwenda kama wale watu wawili ambao wameelezewa kwenye Injili za Yesu Kristo kwamba kulikuwepo na mfarisayo na mtoza ushuru. Amen. Unakumbuka hiyo habari? Mfarisayo alipoenda akasema, mimi natoa zaka, mimi ninatoa fungu la 10, mimi ninafunga mara 3, mimi ni mtakatifu, sio kama mtoza ushuru huyu ambaye ni mzulumiji. Hiyo inaitwa sala ya mtoza ushuru. Alafu akaenda tena, ni mfano wa ufalme wa mbinguni ambao Yesu aliutoa. Akaenda tena mtoza ushuru akasema, yaani Mungu, mimi sistahili hata kusogelea kwenye kiti chako cha enzi, sistahili hata kusogelea kwenye nyumba yako, sababu nimemtenda Mungu dhambi, nimemtenda Mungu maovu, yaani mimi sistahili kabisa. Ndipo Yesu aliposema kwamba manake wale watu waliporudi nyumbani, yule mfarisayo aliyejihesabia haki, manake hakupata kitu na kafeli na maombi yake hajakubalika, lakini yule mtoza ushuru aliyeomba kwa kunyenyekea na kukiri, manake atakwenda nyumbani amepewa thawabu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo nimesikia rohoni wangu nikupe huo mfano. Sasa Daniel alipoenda mbele za Mungu hakuanza kusema kwamba Mungu, mimi ni mfungaji, mimi ni mtakatifu, mimi sijakutenda uasherati, mimi sijakataa kwenda darasani, mimi sijakopi assignment, mimi sijakopi sijui practical, mimi sijaangalizia, mimi sijapanga formation, mimi alipoenda mbele za Mungu ili maombi yake yakubalike, akasema tumekutenda dhambi. Yaani na mimi mwenyewe nimekutenda dhambi. Kwa nini? Kwa sababu Daniel alikuwa na ndugu. Amen. Daniel alikuwa na nani? Na ndugu. Kwa hiyo aliposema yaani sisi nikiwepo na mimi nayeomba hapa, tumekutenda dhambi.
tumekutenda uasi. Manake tumekutenda mabaya ambayo hayastahili katika hali yetu ya wanafunzi. Amen. Sambamba na hilo, usitake kusema kwamba wiki 15 ambazo tulizokuwa nazo kwa ajili ya kujifunza katika muhula wa kwanza, semester ya kwanza, kwamba kila mlichofanya kama wanafunzi, kila tulichofanya kama wahadhiri au walimu, kwamba mbinguni Mungu anaweka tiki. No. Amen. Na tusijaribu kujihesabia haki kwamba yani kwa sababu wanafunzi hawajafika. No. Mungu anavyoangalia, kwanza anaangalia kusudi la huyo mhadhiri na kusudi lake ndani ya huyo mwanafunzi. Ukitaka tu kuamini, labda nikuulize tu swali. Ni mara ngapi unapojiandaa kwenda kwenye kipindi unamwomba Mungu? Tafakari, muulize jirani yako. Ni mara ngapi au ni vipindi vingapi ulikuwa unatanguliza sala kwamba Mungu nisaidie? Yaani tukasema tu hiyo sala, Mungu nisaidie, kabla kipindi hakijaanza. Muulize jirani yako. Muulize jirani yako kushoto na kulia. Sasa kwa hiyo kama ukikaa kwenye kipindi cha risali moja hujaelewa, shida sio Mungu, shida sio mwalimu, ni wewe kufanya maandalizi ya kiroho. Amen. 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 Ukikosa ada utaenda kwa Mungu utamuomba, lakini hujui kama pia unapaswa kuomba kabla ya kipindi. Fikiria tena, kwa sababu ukisoma kwenye fikiria tena, labda nikupe mstari mwingine. Wakati kipindi cha nabii Samuel, sema nabii Samuel, alisema hivi kwamba yeye alipewa mzigo wa kuombea wana wa Israeli. Kwa nini? Kwa sababu alisema hivi kwamba nisije nikamtenda Mungu dhambi kwa kutokuwaombea ninyi. Sasa na mimi nakuuliza swali, umekuwa na walimu 7, walimu 8, walimu 9 kwa semester nzima. Ni mara ngapi umekaa ukimwombea mwalimu anayekufundisha? Kwa hiyo kama hujamwombea mwalimu anayekufundisha, umemtenda Mungu dhambi kulingana na Samueli wa kwanza. Amen. 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 Tukizungumzia dhambi ni neno pana sana katika Biblia, na Mungu anavyotazama dhambi ni tofauti na sisi. Bwana Yesu asifiwe sana. Yamkini ya kwamba najua kabisa ulikuwa unaona jinsi kama wanafunzi na walimu wanavyomtenda Mungu dhambi. Ndio maana leo tumeitana tutengeneze kabla tujaenda kwenye hatua ya mtihani. Amen. Amen. Haya, naomba tusimame twende tukaombe. Ninaamini umepata msingi mzuri sana. Kwa hiyo tunakwenda kutubu mbele za Mungu. Tunaenda kutubu mbele za Mungu, kwa sababu Daniel alivyoona hayo mambo, alipoona dhambi, maovu, makosa, uasi, hakurizika navyo, alibeba kwenda mbele za Mungu. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Okay. Kwa hiyo tunakwenda kuomba kwa ajili ya ajenda hii ya kwanza. Kwa hiyo tutapata muda wa kutosha, au tupate muda wa kutosha ili kubeba hii ajenda, na tuwe na imani kwamba Mungu atasikia na kutusamehe. Amen. Twende mbele za Mungu. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, tunakuja omba kila aliyekuwepo hapa. Omba sasa, ndo tumeanza, yani ndo tunaomba sasa kile kilichotukusudia. Omba, tembea, yani soma hiyo Daniel, tamka hayo maneno, sema mbele za Mungu anayekuwa nasikia. Twende mbele za Mungu. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, ni sisi watoto wako tena wa taasisi ya teknolojia Dar es Salaam, au Dar es Salaam Institute of Technology au DIT. Tunakuja wasaa huu na wakati huu kuomba toba kwa ajili ya dhambi, makosa na maovu na uasi ambao Mungu tumekutenda katika muhula wa kwanza au katika semester hii ya kwanza. Baba, nakuja mbele zako Bwana, tukianza na kundi la kwanza. Anza na kundi la kwanza. Omba toba kwa ajili ya dhambi, maovu, makosa na uasi ya wahadhiri au walimu. Baba, nikija mbele zako kama mimi mhadhiri mmoja wapo uliyeniweka katika zamu hii
ya kwa ajili ya kuombea taasisi ya teknolojia Dar es Salaam. Mungu, ninakuja mbele zako nikikiri ya kwamba nimekutenda dhambi kipindi cha mafunzo, nimekutenda makosa, nimekutenda uovu, nimekutenda maovu, nimekuasi. Lakini pia Mungu, nakuja mbele zako nikikiri kwa ajili ya walimu wenzangu wa idara ya uhandisi wa electronics na idara na mawasiliano angani na wa idara zingine zote 6. Bwana, tunakiri mbele zako ya kwamba Mungu, tumekuasi, tumekutenda dhambi, tumekutenda makosa, tumekutenda maovu. Sasa tunakuja mbele zako tukiomba toba. Baba, rehema zina wewe. Mungu, msamaha una wewe. Mungu, tunaomba utusamehe. Utusamehe sisi wahadhiri wako wa taasisi ya teknolojia Dar es Salaam Mfalme Amani kwa dhambi tulizokutenda katika kipindi chote cha mafunzo cha wiki 15. Yamkini kwa dhambi tulizokutenda katika mipango ambayo tunayo ya kuwafirisha wanafunzi. Mungu tusamehe, Mungu turehemu, Mungu tusamehe, Mungu turehemu, Mungu tusamehe, Mungu turehemu. Endelea kuomba, endelea kutubu, endelea kutubu, endelea kutubu, endelea kutubu, endelea. Paza sauti yako ifike mbinguni katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Tunakuja mbele zako Mungu tukikiri ya kwamba tumekutenda dhambi. Mungu tusamehe, utusamehe wahadhiri wa taasisi ya teknolojia Dar es Salaam, utusamehe wahadhiri wa idara ya uhandisi wa electronics na mawasiliano angani. Mungu tusamehe wahadhiri wa idara, tusamehe dhambi zetu, makosa yetu na maovu yetu. Wahadhiri wa idara ya uhandisi wa electronics na mawasiliano angani, Mfalme Amani, Mungu tusamehe dhambi zetu, makosa yetu, maovu yetu, Bwana, na uasi wetu uliokutenda. Kwa wahadhiri wa idara ya masomo ya jumla au General Study Department, Mungu tusamehe dhambi zetu, makosa yetu, maovu yetu na uasi wetu. Wahadhiri wa idara ya maabara na teknolojia, Mfalme Amani, wa taasisi ya teknolojia Dar es Salaam, Mungu tusamehe dhambi zetu, makosa yetu na maovu yetu na maasi yetu, Bwana, tuliokutenda kama wahadhiri wa idara ya mitambo au Mechanical Engineering Departments, katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Mungu, tunakuja mbele zako tukiomba toba kwa ajili ya dhambi, makosa, maovu na uasi wako tumekutenda wahadhiri wa idara ya kompyuta, Mfalme Amani, katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Mungu, tunakuja mbele zako tukiomba toba kwa ajili ya dhambi, maovu, makosa na uasi ambayo tumekutenda katika jina la Yesu Kristo Nazareti, kama wahadhiri wa idara ya uhandisi wa umeme, katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Tunakuja mbele zako Mungu tukiomba toba kwa ajili ya dhambi, makosa, maovu na uasi na maasi kwa tumekutenda kama wahadhiri Mungu wa idara ya ujenzi au Departments of Civils and Construction Engineering, katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Baba, tunakuja mbele ya madhabahu yako Mfalme Amani tukiomba toba. Bwana Mungu, tusamehe wahadhiri wa taasisi ya teknolojia Dar es Salaam. Tumekutenda dhambi wakati tunafundisha, hatujafundisha kwa kiwango ulichokuwa unakusudia. Hatukuomba kabla ya kuanza kuwafundisha watoto wako, yamkini ya kwamba tumeona ni watoto wa kawaida. Mungu tusamehe, Mungu tusamehe wahadhiri, Mungu tusamehe katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Yamkini ya kwamba hatukujiandaa sawa sawa katika kuwafundisha watoto wako. Yamkini ya kwamba Mungu tumekuwa tukiwatisha na kuwatisha kwamba hawawezi. Mungu tusamehe kwa matisho tuliokuwa tumeyaweka kwa watoto wako Mfalme Amani. Yamkini ya kwamba tumewatishia kwamba wataferi, watarudia, katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Utusamehe kwa maneno ya vinywa vyetu na matendo yetu Mfalme Amani. Yamkini ya kwamba Mungu hatukuwafundisha katika vipindi vyote ulivyokuwa umetupangia. Yamkini ya kwamba hatukutenda haki katika kusahisha mitihani yao na kazi zao, katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Baba, tunakuja mbele zako tukiomba, Mungu tusamehe, Mungu tusamehe, Mungu tusamehe wahadhiri wa DIT. Mungu tusamehe dhambi zetu, makosa yetu, maovu yetu na maasi yetu Bwana, wahadhiri wa DIT, katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Tunaomba pia kwa ajili ya kampasi ya Mwanza, Bwana, DIT kampasi ya Mwanza. Tunaomba toba kwa ajili ya wahadhiri wa DIT kampasi ya Mwanza. Tunaomba toba kwa ajili ya wahadhiri wa DIT kampasi ya Myunga. Bwana, tunaomba toba kwa ajili ya dhambi, makosa, maovu na uasi, kwa ajili ya Mungu, kwa ajili ya DIT kampasi ya Myunga, katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Tunaomba toba kwa ajili ya dhambi, makosa, maovu na uasi kwa ajili ya DIT Bwana kampasi ya Dodoma, katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Tunaomba toba kwa ajili ya dhambi zetu, makosa yetu, maovu yetu na maasi yetu kwa ajili ya wahadhiri wa kampasi ya Dar es Salaam. Mungu tusamehe, Mungu tusamehe, Mungu tusamehe. Umesema kwamba tukijinyenyekeza na kuomba utasikia kutoka mbinguni, nayo Bwana utasamehe dhambi zetu na kuiponya taasisi yetu ya teknolojia Dar es Salaam, katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Tunakuja mbele zako tukiomba toba kwa ajili ya wanafunzi wetu Mfalme Amani. Baba, tunakuja mbele zako
zako tukiomba, wasamehe wanafunzi wa shahada ya kwanza, Bwana, ya uhandisi katika idara zote 7, Bwana, tunapita na damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Tunaomba toba, wasamehe dhambi, makosa na maovu. Yamkini ya kwamba hawakuja darasani, Mungu wasamehe kwa hiyo dhambi. Yamkini ya kwamba hawakuuliza maswali kipindi cha mafunzo, Mungu wasamehe. Yamkini ya kwamba hawakufanya majaribio, Mungu wasamehe wanafunzi wa taasisi ya teknolojia ya Dar es Salaam. Wasamehe Mungu wanafunzi dhambi, makosa, maovu na uasi ambao OD 24 wamekutenda, Mungu, katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Baba, tunaomba toba kwa ajili ya dhambi, makosa na maovu na maasi ambayo wanafunzi wako Bwana wa OD 23 wamekutenda, ambao ni mwaka wa pili diploma, mwaka wa pili stashahada. Mungu wasamehe kwa ujumla wao Bwana, na mmoja achilia msamaha, tangaza msamaha na rehema zako katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Tunaomba toba Bwana kwa ajili ya wanafunzi, kwa ajili ya dhambi, makosa, maovu. Endelea kuomba, kujiombea sasa mwenyewe katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Tunaomba toba kwa ajili ya wanafunzi wako wa OD 25, wa OD 24 Bwana, rimbarakashikoro kobokoshikarakabakashikara. Tunaomba toba Bwana kwa ajili ya dhambi, makosa, maovu na uasi na maasi waliokutenda wanafunzi wa OD 23 na OD 22, mfalme amani, katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Ninakuja mbele zako Bwana, ninaomba toba kwa ajili ya wanafunzi wangu wa Bwana wa uhandisi wa diploma wa shahada ya kwanza ya diploma ya uhandisi wa electronics na mawasiliano angani, ambaye Mungu umenipa nafasi ya kuwafundisha electronics drawing OD 24. Ninaomba toba kwa ajili ya Mungu wanafunzi wote naomba toba kwa ajili ya dhambi, makosa, maovu na maasi ya wanafunzi wote wa Biinji 24 katika taasisi ya teknolojia Bwana ya Dar es Salaam, Biinji 24 ete, Biinji 24 mechanical, Biinji 24 computer, tunaomba toba kwa ajili ya dhambi, makosa na maovu ambayo wamekutenda Bwana. Yamkini ya kwamba kwa sababu ya ugeni wao, Mungu, wamekutenda dhambi, wamekopiana assignment Mungu. Hiyo si halali, hiyo hairuhusiwi Bwana. Wamekopiana Bwana practical, wameangaliziana katika mitihani. Hiyo ni dhambi mbele zako. Wamekuwa wazembe wa kuuliza maswali, hawakufuata muda, hawakufanya katika wakati, hawakufuatilia walivyofundishwa. Mungu wasamehe Biinji 24 wa DIT. Mungu wasamehe Biinji 23 Bwana wa taasisi ya teknolojia Dar es Salaam. Mungu wasamehe Bwana Biinji 22 katika jina la Yesu Kristo Nazareti wa taasisi ya teknolojia Dar es Salaam. Mungu wasamehe Biinji 21 ribarakashikoroko bokoshikara wa DIT Bwana. Mungu wasamehe Bwana dhambi zao, makosa yao, maovu yao, maasi yao katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Tunaomba toba kwa ajili ya dhambi, makosa, maovu na uasi Bwana ya viongozi wa taasisi ya teknolojia Dar es Salaam Bwana. Tunaomba toba kwa ajili ya Mungu dhambi, makosa, maovu, maasi ya serikali, ya viongozi wa serikali, wanafunzi DITSO katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Tunaomba toba Bwana kwa ajili ya dhambi, makosa, maovu na maasi kwa ajili ya walinzi wa taasisi ya teknolojia ya Dar es Salaam mfalme amani. Tunaomba toba kwa ajili ya dhambi, makosa, maovu, maasi katika jina la Yesu Kristo Nazareti, kwa ajili ya wafanyakazi wengine ambao sio walimu Bwana, ambao wako kwenye taasisi ya teknolojia Dar es Salaam. Tunaomba toba Bwana kwa ajili ya dhambi, makosa, maovu na maasi Bwana katika jina la Yesu Kristo Nazareti, kwa ajili ya wazazi kwa kutokufikia na walezi kwa kutofikia kiwango ulichokuwa umekusudia mfalme amani, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Sante Mungu wetu, kwa maana wewe ni mwingi wa rehema na mwingi wa fadhili. Sante kwa kusikia toba yetu, sante kwa kutusamehe, asante kwa kutuongoza, asante kwa kuwa pamoja na sisi, asante kwa kutusaidia, asante kwa kusikia maombi yetu, asante kwa kutusamehe dhambi zetu, asante kwa kutusamehe maovu yetu, asante kwa kutusamehe maasi yetu, asante kwa kutusamehe makosa yetu Mungu, asante kwa kutusamehe ukaidi wetu, asante kwa rehema zako, asante kwa kuwasamehe wahazini na watendakazi wote wako wa taasisi ya teknolojia Dar es Salaam. Asante kwa kuisamehe taasisi ya teknolojia ya Dar es Salaam. Asante kwa uaminifu wako, asante kwa nguvu zako, asante kwa jina lako kuu, asante kwa maana wewe ni Mungu wetu aliye hai. Asante kwa maana umesikia ajenda yetu hii ya kwanza. Mungu, asante kwa maana utakuwa pamoja na sisi katika ajenda ya pili, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Amen. Amen.
Ajenda ya pili. Twende kwenye ajenda ya pili. Muhimu sana. Sana 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 sana. Ajenda ya pili. Ajenda ya pili. Sema ajenda ya pili. Ajenda ya pili. Kwenye ajenda ya pili, inasema hivi, tuombe upako. Tuombe upako wa Roho Mtakatifu. Tuombe upako wa Roho Mtakatifu wa maandalizi. Mtihani unahitaji maandalizi endelevu. Upako wa Roho Mtakatifu wa maandalizi. Mtakatifu. Upako wa Roho Mtakatifu wa Roho Mtakatifu wa maandalizi. Tuombe upako wa Roho Mtakatifu. Tuombe upako wa Roho Mtakatifu wa maandalizi. Mitihani inategemea sana maandalizi. Kwa hiyo siri ya mafanikio ya mitihani ni maandalizi mazuri. Uwe juu. Huu upako uwe juu. Uwe juu ya kila mhadhiri atakayeandaa mtihani na kila mtahiniwa. Kuanzia kesho wewe hatukuiti mwanafunzi na kuita mtahiniwa au candidate. Mtahiniwa. Mhadhiri au mtahiniwa wa taasisi ya teknolojia ya Dar es Salaam. Kwa tuombe upako wa Roho Mtakatifu. Haya, hebu tusome kwanza, tu reinforce agenda ikae. Haya, 1 2 3 tuseme tuombe upako wa Roho Mtakatifu wa maandalizi uwe juu ya kila mhadhiri na uwe juu ya kila mtahiniwa wa taasisi ya teknolojia ya Dar es Salaam. Neno la Mungu utakalosimama nalo linatoka kwenye kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya 16 mstari wa kwanza mpaka wa 13. Lakini nitakwenda kusoma mistari michache. Tasoma mstari wa kwanza, tasoma mstari wa 7 na mstari wa 13. Alafu nitakueleza. Alafu tutakwenda kusoma sawa. Upako wa Roho Mtakatifu wa maandalizi. Alafu tutasoma kitabu cha Matendo ya Mitume. Matendo ya Mitume. Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa kwanza mpaka wa 13, lakini mtazamo mkubwa mstari wa kwanza mpaka wa 4. Hii ndio mistari ambayo itakayojenga imani. Kumbuka Warumi 10:17. Warumi 10:17 inasema hivi. Sema Warumi 10:17. Inasema hivi, imani huja kwa kusikia na kusikia huja kwa neno la Kristo. Kwa imani lazima tuombe kwa imani. Hiyo imani tunaipata wapi? Kwa kusikia neno la Mungu. Amen. Imani huja kwa kusikia. Kwa ukitaka imani yako ikue, ongeza kusikia. Na imani ya Kikristo tunaipata wapi? Kwa kusikia neno la Mungu. Kwa lazima tuwe na mistari ya kusimama nayo ambayo tunaona Mungu alifanya kitu. Amen. Haya. Sasa hebu twende, fungua Biblia yako hapo tukiwa na moto huo wa Roho Mtakatifu, alafu nitakupa maeneo sasa ya kwenda kuomba. Fungua kitabu cha Samueli wa kwanza. Kitabu cha Samueli wa kwanza iko katikati ya kitabu cha Rusi na kitabu cha Samueli wa pili. Samueli wa kwanza sura ya 16 mstari wa kwanza mpaka wa 13. Lakini tutasoma mistari mitatu. Kwa hiyo mistari mingine 10 na kuachia homework. Sema homework. Kuna homework pia lazima niache kama mwalimu, sababu nawapenda wanafunzi wangu. Uko tayari? Kama umefika sema amen. Samueli wa kwanza sura ya 16 mstari wa kwanza mpaka wa 13 ni aya ya kwanza au paragraph ya kwanza.
tusikie neno la Mungu pale, alafu twende kwenye Matendo ya Mitume. Yaani leo shetani kafeli. Amen. Haya, kama umefika sema amen kwenye sura ya 16. Haya, twende sasa tusome. Mstari wa kwanza asema, Bwana akamwambia Samuel, hata lini utamlilia Sauli, ikiwa mimi nimemkataa asiwamiliki Israeli? Ijaze pembe yako mafuta, uende nami nitakupeleka kwa Yese Mbethlehemi, maana nimejipatia mfalme katika wanawe. Mstari wa 7 nasema hivi, au tuanze mstari wa 6 pale uelewe, kwa sababu mstari wa 6 utaelewa, mstari wa 7 utaelewa kusoma mstari wa 6. Ikawa walipokuja alimtazama Eliab, akasema, yakini Masihi wa Bwana yupo hapa mbele zake. Mstari wa 7, lakini Bwana akamwambia Samuel, usimtazame uso wake wala urefu wa kimo chake, kwa maana mimi nimemkataa. Alafu anaendelea pale, asema Bwana haangalii kama binadamu aangaliavyo. Mwambie jirani yako, Bwana Yesu haangalii kama binadamu aangaliavyo. Tena mwambie kabisa jirani yako kwamba Bwana Yesu haniangalii kama wewe unavyoniangalia. Mwambie kwa furaha, Bwana Mungu wangu haniangalii kama wewe unavyoniangalia hapa. Asangalia Mungu wao anaangaliaje na Mungu anakuangaliaje? Sikiliza pale, anasema hivi, maana wanadamu huitazama sura ya nje. Mwambie jirani yako, wewe unaitazama sura yangu ya nje. Mwambie tena, wewe unaitazama sura yangu ya nje, ambayo hiyo sura ya nje kwa lugha ya kielektroniki tunaita ni housing. Sema housing. Sasa wewe uangalie motherboard. Sasa angalia kitu Mungu anachoangalia ni motherboard. Twende. Anasema hivi, bali Bwana hutazama moyo. Anasema hivi, anasema maana wanadamu itazama sura ya nje, bali Bwana hutazama moyo. Sema Bwana hutazama moyo. Sema Bwana hutazama moyo. Sema Bwana hutazama moyo. Haya, hebu mwambie jirani yako, unauona moyo wangu? Muulize jirani yako, unauona moyo wangu? Hauoni, ila Mungu anaona nini? Anaangalia moyo. Hata hapa tulipokusanyika, wewe unaweza kaangalia kwamba mwalimu huyu mweusi, si nini, ni Masai, si na nini. Yaani wewe hayo ni ya kwako. Wewe unaangalia housing, lakini Mungu anaangalia mashine, engine. Sema engine. Yaani Mungu anashughulika na nini? Engine. Hata hapo ulipo, huku nje, manake muonekano wako, uso wako, hiyo ni housing tu. Housing siku zote lazima ina nakshi. Lakini engine kuna light duty, kuna intermediate duty na kuna heavy duty. Sema heavy duty. Kwa hiyo manake Samuel alipofika pale, hebu tusome mstari wa 10 alafu nikueleze hii habari vizuri ili uelewe hii agenda tunakwenda kuomba kitu gani. Mstari wa 13. Ndipo Samuel twende mstari wa 10 kwanza. Yese akawapitisha wanawe 7 mbele ya Samuel. Samuel akamwambia Yese, Bwana hakuwachagua hawa. Alafu twende mstari wa 13. Ndipo Samuel akaitwaa pembe yenye mafuta, akamtia mafuta kati ya ndugu zake, na roho ya Bwana ikamjilia Daudi kwa nguvu tangu siku ile. Basi Samuel akaondoka akaenda zake Rama. Ndipo Samuel akaitwaa pembe yenye mafuta. Mstari wa 13. Ndipo Samuel akaitwaa, hebu soma tena, hebu tusome wote kwa pamoja, 1 2 3 ende. Ndipo Samuel akaitwaa pembe yenye mafuta, akamtia mafuta kati ya ndugu zake, na roho ya Bwana ikamjilia Daudi kwa nguvu tangu siku ile. Basi Samuel akaondoka akaenda zake Rama. Sema amen. Haya, tega sikio lako sasa hapo nikueleze, nikufafanulie hii agenda inakujaje. Iko hivi, kwenye Samuel wa kwanza sura ya 8, wana wa Israeli walimfuata nabii wa kitaifa ambaye kwa sasa nasema ni askofu wa kitaifa, ambaye anaitwa Samuel. Wakamwambia hivi, Bwana sikiliza Samuel, kwa sababu wewe umekuwa mzee na watoto wako hawaiendei njia ya kwako. Kwa hiyo manake wameona kwamba akifa Samuel hakuna atakayewaongoza kwenye njia ya Bwana. Kwa akamwambia, sasa sikia tukwambie, utufanyie sisi mfalme mfano wa mataifa yanayotuzunguka.
Sawa? Samuel akajisikia vibaya sana. Kwa nini? Kwa sababu kipindi chake, kwamba kumbuka Samuel yeye amekulia kanisani, amekulia hekaluni, amekulia kwenye hema ya kukutania. Unaona, kwa sababu kipindi kile bado manake hekalu halijajengwa. Sasa akajisikia vibaya kwa sababu alipokuwa anaongoza taifa la Israeli, alifahamu kabisa kwamba Bwana Mungu wa majeshi ndiye mfalme wa Israeli. Amen. Sasa watu leo wanasema hatumtaki huyo Bwana Mungu wako wa majeshi, tufanyie sisi mfalme anayeonekana kama wafalme wa mataifa mengine ambao wana mfalme anaonekana, is a human being, yani ni binadamu, sio huyo Bwana wako wa majeshi ambaye anatembelea tu, hatujui amefananaje. Sasa Samuel alivyosikitika kama mtumishi wa Mungu, Mungu akamtokea kwenye maombi wakati Samuel anaomba, akaambia, sikiliza Samuel, hao watu hawajakukataa wewe, wamenikataa. Kwa hiyo wafanyie kama walivyoomba. Sasa jamani, tuko hapo tunafanya Bible study kidogo kabla tujaenda kuomba. Sasa baada ya hivyo ndipo Mungu akamwonyesha Samuel nabii anaitwa, manake mfalme ambaye anaitwa Sauli. Sema mfalme Sauli. Sio Sauli yule Paulo wa Agano Jipya, Sauli wa Agano la Kale ambaye ametokea kwenye kabila la Benjamin. Alikuwa mrefu kuliko watu wote katika taifa la Israeli. Muulize jirani yako, wewe ni mrefu kuliko watu wote kwenye familia yako? Amen. Amen. Sasa kilichotokea kwamba baada ya kumpaka mafuta, mfalme Sauli akawa akimtenda Mungu dhambi, makosa, maovu, na akimwasi Mungu kwa kutokutii maagizo ya Mungu. Na mara ya mwisho alienda kuomba kwa Mungu alipokuwa anaenda kupigana vita na taifa la Wafilisti. Alipoenda kuomba kwa Mungu, Mungu manake akamsemesha Samuel kwamba kamwambie mfalme Sauli atakapoenda kule, atakapowapiga wale maadui, asibakishe kitu chochote. Sauli alipofika kule, si binadamu kaingia, asema ise sadaka, yani hili ng'ombe hili, yani hili dume hili, yani hili dume hili, hili mbalala hili, lenye mafuta nikitoa kwa Bwana, Bwana atanikubali. Yani kwa kweli haya mahindi mazuri, haya ya mbegu nzuri, haya maharage mazuri. Kwa yaka ingia ile hali ya binadamu, akasema hivi vizuri hivi msiviteketeze, tatoa sadaka kwa Bwana. Ghafla neno la Bwana likaja kwa Samuel kwamba yule mpaka mafuta hanitii. Amen. Sauli akahangaika sana kutengeneza na Mungu, lakini Mungu akamkataa. Ndio maana kwenye Samuel wa kwanza sura ya 16 mstari wa kwanza nasema hivi kwamba kwa sababu na Bwana akamwambia Samuel, je, utamlilia Sauli mpaka lini? Ikiwa nimemkataa siwamiliki wana wa Israeli. Maana yake nini? Mungu alikuwa anamfukuza kazi mtu. Amen. Kwa hiyo Mungu alishatengeneza mpango kwamba sasa huyu Sauli ninamfukuza kazi. Na kwa nini alikuwa anamfukuza kazi? Kwa sababu alikuwa anamfukuza kazi, utawala wa kifalme ni wa kurithi, haupigi kura, sio wa kisiasa. Amen. Kwa hiyo akifa mfalme, angekufa mfalme Sauli, anayerithi ni mtoto wake anaitwa Jonathan. Amen. Amen. Asa Mungu akasema hapa nimeshaferi. Kwa hiyo alichofanya akasema sasa ninaanza from the scratch. Sema naanza from the scratch. Ninaenda kwenye familia mojawapo ambayo nitakayemleta Yesu, ambaye ni familia ya mzee Yese. Kule kuna mtoto mmoja anaitwa Daudi, nitampaka mafuta kwanza ya upako wa maandalizi, nitamwandaa mpaka nitakapomuua Sauli, alafu yeye atakaa kwenye kiti cha enzi cha ufalme. Amen. Sasa Mungu kwa yeye akaenda akamwambia Daudi, akamwambia Samuel, akamwambia jaza pembe yako mafuta. Alafu akasema, ukisoma kwa ile mistari mingine, Samuel akamwambiaje? Nitaenda kumpakaje mafuta mfalme mwingine? Sauli akisikia ataniua. Ndipo Mungu akamwambia kwamba chukua ndama katoe sadaka, alafu nenda kifichoni. Ukienda kule, nenda nitakuonyesha nimejipatia mfalme katika familia ya Yese. Hakutajiwa Samuel, hakutajiwa jina la mfalme. Kwa hiyo kumbuka hapa kwamba Mungu amemkataa Sauli asiye mfalme na mtoto wake Jonathan asiye mfalme. Sasa alipofika, maana yake kwa taratibu za taifa la Israeli, maana yake wanaamini kabisa kwamba anayekuwa kiongozi ni ule wa kwanza kuzaliwa. Ndipo alipopitishwa Eliab. Ndio maana kwamba Samuel alipoangalia akasema jamani mrefu, ana kimo kizuri, lakini Mungu akasema huyo nimemkataa. Akapitishwa Shama ambaye ni mtoto wa pili. Maana yake akamwangalia akasema no, mafuta hakutoka kwa sababu alikuwa na pembe ya mafuta hakutoka. Amen. Alafu baada hapo nini kilichokuwa kimetokea? Akaletwa mzaliwa wa tatu, mtoto wa tatu, mpaka watoto wote 7 wa mzee Yese
wote Mungu akawakataa. Kipindi hicho kwenye hilo kusanyiko na kwenye ibada, kumbuka kwamba Daudi hakuitwa, yeye alipewa kazi ya kwenda kuchunga kondoo. Ndipo Samuel alipoambia, haiwezekani Mungu anidanganye, hapa kuna mfalme. Je, Yese, watoto wako wote wako hapa? Akaambia, amesalia aliye nini? Mdogo, anachunga kondoo. Akashangaa bwana, akafatwa. Alivyofatwa, Mungu akamwambia Samuel, ndio huyo, mpake mafuta. Amen. Akapakwa Daudi, akapakwa mafuta kwa mara ya kwanza, ambaye akiwa katika mji unaoitwa nini? Bethlehem. Amen. Daudi ni mfalme ambaye amepakwa mafuta mara 3. Mara ya kwanza alipakwa mafuta ya kumwandaa kuwa mfalme. Mara ya pili akapakwa mafuta na wazee wa Yuda ili kuwa mfalme wa Yuda, ambaye ni kabila mbili, kabila ya Yuda na kabila ya Benjamin. Amen. Na mara ya 3 wakaja wazee wote wa Yuda na Israeli ili wampake mafuta, wakazungumza na Daudi. Hiyo ni Samueli wa pili sura ya 5 mstari wa 3 mpaka wa 5. Wakampaka mafuta Daudi ili awe mfalme wa Yuda na Israeli yote. Haleluya. Haleluya. Sasa ukiona hapa kwenye sura ya 16 ya Samueli wa kwanza mpaka sura ya 31, alipopakwa mafuta, sio kama baada ya kupakwa mafuta kwenye upako wa kwanza alienda kukaa kama mfalme. No, alianza kuandaliwa na Mungu namna ya kuja kukaa kwenye kile kiti cha enzi. Amen. Kwa hiyo ndio maana nasema kwamba tuombe upako wa Roho Mtakatifu wa maandalizi uwe juu ya kila mhaziri anayeandaa mitihani na kila mtahiniwa wa taasisi ya teknolojia Dar es Salaam. Manake ndio hii tu yako nasema. Kwa nini nasema hivyo? Kwa sababu ukisoma sura ya 17 ndipo ambapo Samuel alipopewa mtihani wa kwanza wa kukutana na Goliath. Sema Goliath. Sema Goliath. Goliath alikuwa ni shujaa ambaye alijitokeza. Sauli na jeshi lake walikuwa wanajificha, walimuogopa na hawakuweza kupambana naye. Nakumbuka ile habari Daudi akasema, yani Mungu amenifundisha, nimekamata makano ya nini ya dubu na simba walipokuwa wanakuja kuchukua kondoo. Huyu jamaa huyu nitamteketeza kwa mawe 5 ya kwenye mfuko wa kichungaji. Halafu baada ya kumuua Goliath, ndipo Sauli aliposema, hivi yule ni mtoto wa nani? Lakini Sauli hakujua kama kapakwa mafuta. Ndipo wivu ulipoanza kuwaka kwa Sauli, na adui wa kwanza wa Daudi alikuwa ni Sauli. Lakini kumbuka kwamba Sauli, manake Daudi baada ya kupakwa mafuta akawa mpiga gitaa na mpiga kinanda nyumbani kwa mfalme, kwa sababu kulikuwa na roho mbaya iliyokuwa inakuja. Kwa hiyo Mungu alijua kwamba sasa hapa ninaanza kuanzia from the scratch. Kwa hiyo kwenye mazingira hayo, kwa hiyo manake ilikuwa kwamba Sauli akikutana na Daudi anampiga mkuki, na Mungu akawa anamlinda na kumepusha na hayo. Sasa maana yake wewe unapokwenda kufanya mtihani, sasa sikiliza nikuunganishie sasa KDIT. Sema KDIT. Kwa sababu nasema kwamba sasa huyu bwana anatupeleka Israeli. Si tuko DIT, wiki ijayo tuna mitihani, tunawaza kwamba electronics drawing, tunawaza kwamba communications si nini, si technical communication, tunawaza si computer basics, si power electronics. That's what we think. Huyu ndugu anatuambia habari za Daudi. Where and where? Amen. Haleluya. Mungu amesikia. Sasa iko hivi. Mtihani utakao kwenda kukutana nao ni sawa sana Goliath. Kumbuka kwamba Daudi hakwenda kupambana na Goliath kabla hajapakwa mafuta ya maandalizi. Kumbuka kuwa Daudi hakupambana na mfalme Sauli. Manake mtihani wako wa electronics drawing, you can take it kwamba huyu ni mfalme wa Sauli, anataka kunichinja, kuniferisha ili niferi. Mtihani wako si labda wa basic electronics, si mtihani wako kwamba si wa somo gani, si labda si ni embedded electronics au whatever. Manake hiyo ndiyo maadui wako wewe unayokwenda kupambana nao. Sasa usiende wakati Mungu hajakupaka mafuta. Kwenye Agano la Kale, nabii anapokuwa anapakwa mafuta na kuitwa kwenye wito unabii, anapewa na pembe ya mafuta ili awapake mafuta wale Mungu aliyowachagua. Kwenye Agano Jipya, mwenye pembe hiyo ya mafuta ni Yesu Kristo, ambaye yuko moyoni mwako na yuko hapa na yuko karibu na wewe kuliko pumzi yako.
Kwa hiyo Yesu yuko tayari kukupaka mafuta na kukupaka upako wa maandalizi kwa ajili ya mitihani ambayo iko mbele. Ndio maana tumekufundisha wiki 15. Hizo wiki 15 kuanzia wiki ya kwanza mpaka 13 tulikuwa tunakuandaa ili uweze kujibu ule mtihani. Kwa hiyo ajenda ya kwanza utakia ujiombee mwanzoni mwa muhula ni kwamba Mungu, ninaomba upako wa maandalizi. Sasa yamkini ya kwamba hukuomba, lakini unajua unapoenda kwenye mtihani Mungu anakuongezea upako tena, sababu upako una kazi kadhaa. Kazi ya kwanza, kukubadilisha fikra kutoka kwenye hali ya wanafunzi kwenda kwenye hali ya utahiniwa. Amen. Lazima fikra zibadilishwe, kwa sababu inawezekana ukaenda kwenye mtihani masaa mawili, wewe unadhani kama vile unafanya revision, kumbe unasahau kwamba huo ni mtihani. Unakuja kuambia kwamba times yako, hasa pale mbona kama nilikuwa nafanya revision, yani nilikuwa naandika rafu na nini, mpaka hata majibu sikuandika. Kwa lazima upate upako ili Mungu abadilishe fikra zako kutoka kwenye hali ya kujifunza uende kwenye hali ya kujaribiwa au ya kujibu maswali. Amen. Lakini upako huu kazi yake pia ni kuondoa hofu. Sema hofu. Sema hofu. Kati ya adui mmojawapo wa mitihani ni hofu ya kufeli. Sema hofu ya kufeli. Sema hofu ya kufeli. Huyo ndio adui mmojawapo. Hasa huu upako ukiupata na mwenzako akaupata na yule mwanafunzi akaupata na yule mhadhiri akaupata, utashangaa kabisa, hakuna hofu. Utasema hapa, Bwana atanitetea hata kwenye mtihani huu. Amen. 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 Bwana asifiwe. Haya, kwa hiyo maana kazi ya upako huu ni mambo yafuatayo ili twende tukaombe. Kazi ya upako huu kwa maeneo, kazi ya upako huu. Muulize mwenzio, umeelewa? Kazi ya kwanza ni watahiniwa na wahadhiri. Kwanza wamjue Roho Mtakatifu. Wamjue Roho Mtakatifu. Kazi ya pili tunasema kwamba Roho Mtakatifu. Huyu Roho Mtakatifu atakapojaa ndani ya watahiniwa na wahadhiri, Roho Mtakatifu sasa kwa watahiniwa, Roho Mtakatifu abadilishe fikra. So Roho Mtakatifu abadilishe fikra za wanafunzi, kuwa fikra za watahiniwa, au kwa Kiingereza asema kwamba to change your mindset from student to candidate. From student to candidate. Hiyo ni ya pili. Namba tatu, kazi ya huu upako wa Roho Mtakatifu. Kazi ya upako dake Roho Mtakatifu ni kukujaza nguvu kwenye kipindi kati ya adui mwingine wa kipindi cha mtihani, uchoka kusoma, si ndio? Roho Mtakatifu, andika hizi pointi zitakusaidia maisha yako yote. Roho Mtakatifu awajaze watahiniwa nguvu za Roho, nguvu zake. Kipindi cha mitihani. Alafu kazi ya upako pia tunaipata kwenye Yohana Mtakatifu 14:26. Ni muhimu sana, manake Roho Mtakatifu ndiye atakayekukumbusha majibu. Roho Mtakatifu awakumbushe watahiniwa nini? Awakumbushe watahiniwa majibu ya maswali.
majibu ya maswali ya mtihani. Hizo ndo baadhi ya kazi ya huo upako. Ukija ndani yako unafanya nini? Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Kwa hiyo maana yake tunakwenda kuomba, maeneo ya kwenda kuombea kwamba maana yake watainiwa na waziri wamjue Roho Mtakatifu. Kumjua Roho Mtakatifu kuna faida kubwa sana, kwa sababu ni msaidizi. Roho Mtakatifu maana yake ni shahidi. Roho Mtakatifu ni muombaji. Roho Mtakatifu ni mwalimu. Amen. Sasa kipindi hiki ndipo ambapo wanapotamani kuwasaidia wanafunzi na watainiwa. Lakini kazi ya pili, Roho Mtakatifu abadilishe fikra. Sema fikra. Fikra kwa Kiingereza ita mindset. Kutoka za wanafunzi, kutoka kwenye nini? Maana yake kwamba za wanafunzi kuwa fikra za watahiniwa, candidate. Unajua hiyo inawezekana usiombe ukadhani kwamba jinsi ulivyokuwa unafikiri kama mwanafunzi ndivyo unavyotaka kufikiri kama mtahiniwa. Sababu kama mtahiniwa unapewa maswali lakini ndani ya muda mfupi. Amen. Kwa inawezekana ukashangaa mpaka nusu saa inapita. Unakuja kusuka mtihani wa masaa mawili, nusu saa ishapotea. Au unajibu tu maswali ambayo kumbe huyawezi. Si ndiye? Kwa Roho Mtakatifu anakushagulia, anakuambia anza na hili, anza na hili, anza na hili, nenda lile. Wakati unajibu hili, anakukumbusha jibu la swali la pili, anakukumbusha jibu la swali la tatu, anakukumbusha jibu. Yaani mpaka unatoka unaanza kusema ulivyosoma ule mtihani wa maksi 40 au wa maksi 60. Ukisoma unaona kabisa mimi sina swali lolote mara ya kwanza. Lakini unaposema Roho Mtakatifu, nilikuomba upako wako, ninaomba sasa uingie kazini unikumbushe, fungua yale mafaili, nenda kwenye lile folder la electronic, nenda kwenye ile folder la block diagram, nenda. Atakwenda. Nenda kwenye ile folder la power electronic devices, nenda kwenye ile folder, fungua. Hakuna kwamba file not found, kwa sababu usipokuwa na Roho Mtakatifu, kila ukitaka kwenda kwenye folder ufungue file, unaambia file is not found. File is not found now. File is not found, it is in your exercise book. File is not found, it is in the slide. File is not found. Naona ndio hasara yake. Haleluya. Haleluya. Amen. Lakini pia Roho Mtakatifu ni akukumbushe yale uliyosoma. Unajua ile tulikuwa tumeyasoma kwa wiki 15. Kama hutayakumbuka kwenye mtihani, hayakuwa na maana. Yaani hayakuwa na maana kwenye phase ya mtihani. Huenda akawa na maana kwenye kutatua matatizo ya kimaisha. Simama juu. Amen. Amen. Tunakwenda kuomba kwa ajili ya hii ajenda. Tutaanza na sisi ambao tuko hapa, lakini tutaombea na wenzetu, nguvu za Roho Mtakatifu ziwe juu yao. Nimeacha hii Matendo ya Mitume kama homework, taenda kupitia kwa sababu hizi ni mbinu za maombi na ni ajenda ambazo natakiwa kujiombea kila siku kadri ambavyo navyoendelea. Tuna wiki 2 za mitihani, tuna siku 10 za mitihani. Kwa hiyo sitaki kumaliza kila kitu leo. Kingine chakula cha akiba. Amen. Amen. Kwa hiyo utakapokwenda kuomba, omba kwa mzigo. Yaani omba kabisa kwamba unahitaji wa msaada. Omba, yani hata ukitoka kwenye mtihani mwenzako anashuhudia sema, yani swali la pili lile nilisahau, lakini Roho Mtakatifu alinikumbusha. Twende mbele za Mungu. Mungu wetu na Baba yetu, ni sisi watoto wako tena wa Taasisi ya Teknolojia ya Dar es Salaam. Tumekuja mbele zako, kamateni, tumieni maiki ambayo mnayo, tumieni maiki ambayo mnayo. Tumieni maiki ambayo mnayo. Tunakuja mbele zako wakati huu kuomba kwa ajili ya ajenda ya pili. Baba, ni sisi watoto wako tena tumesogelea kiti chako cha rehema. Ulishatuachilia msamaha, nasi tunakuja mbele zako kuutumia huo msamaha kwa ajili ya kuomba. Baba, tunakuja mbele zako tukiomba upako wa Roho Mtakatifu uwe juu ya watahiniwa na uwe juu ya wahaziri katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Sasa na neno lako la Samueli wa kwanza sura ya 16 mstari wa kwanza mpaka wa 13, wakati ulipoanza kujitafutia mfalme wa kuweza kuongoza taifa la Israeli, Mungu wetu na Baba yetu Bwana, ulipita katika Bwana taifa la Israeli, ukaichagua kabila ya Yuda, ukachagua Bwana katika familia ya Yese au ukoo wa Yese mfalme Amani, ukamchagua mtumishi wako Daudi, ukamwambia na kumweleza ya kwamba nimekukusudia kukufanya
kumfanya kuwa mfalme wa nchi ya Israeli. Daudi akaitika akakubali. Daudi akaitika akakubali, na alipoitika na kukubali ukamwambia lakini lazima nikupake upako wa Roho Mtakatifu wa maandalizi katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Katika jina la Yesu Kristo Nazareti tunakuja mbele ya madhabahu yako ya mfalme amani. Tunaomba kwa ajili ya upako huo upate kwenda kuwapaka watahiniwa wa OD 24 mfalme amani. Mungu, tunaomba upako kwa Roho Mtakatifu wa maandalizi kwa ajili ya mitihani ya muhula wa kwanza na semester ya kwanza kwa wanafunzi wako wa OD 23 mfalme amani. Baba, tunakuja mbele zako tukiomba upako wako wa Roho Mtakatifu wa maandalizi upate kuwafunika na kuwa juu ya wanatahiniwa Bwana wa darasa la OD 22 mfalme amani katika taasisi ya teknolojia Dar es Salaam. Ribo roko shikara kabaka shikoro rimbaraka shikoro koboko shikara. Endelea kuomba. Ribaraka shikoro koboko shikara. Roho Mtakatifu, tunaomba nguvu zako zipate kwenda Bwana, wafunike kwa upako wako wa Roho Mtakatifu wa maandalizi watahiniwa wako wa darasa la B-Inji 24 katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Ribaraka shikoro koboko shikara kabaka. Baba, tunaomba Bwana upako wako wa Roho Mtakatifu upate kwenda kuwafunika wanafunzi wa taasisi ya teknolojia Dar es Salaam darasa la B-Inji 23 katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Katika kila idara upako wako wa Roho Mtakatifu upate kwenda kuwafunika. Upako wako wa maandalizi uandae mchana, uandae asubuhi, uandae upako wako wa maandalizi wa asubuhi, upako wako wa maandalizi wa mchana, upako wako wa maandalizi wa jioni, upako wako wa maandalizi wa usiku upate kwenda kuandaa wanafunzi wako Bwana wa darasa la B-Inji 22 katika taasisi ya teknolojia Dar es Salaam ambao ni mwaka wa 3 na mwaka wa 2 katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Tunaomba Bwana upako wako wa maandalizi upate kwenda kuwafunika wa Roho Mtakatifu. Upako wa Roho Mtakatifu wa maandalizi upate kwenda kuwa juu ya watahiniwa wako wa darasa la B-Inji 21 katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Uandae juu ya maswali yatakayotoka kwenye mtihani. Ribaraka shikoro koboko shikara. Ribaraka shikoro. Tunaomba upako wa maandalizi utusaidie na sisi walimu tuendelee kuandaa mitihani ambayo ni ya kiwango na ni ya standard mfalme amani, ya kupima uelewa Bwana ya wanafunzi uliokuwa umetupa katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Baba, kazi ya huo upako unapoingia ndani, Mungu wasaidie watoto wako kipindi hiki wakujue ya kwamba wewe ni Roho Mtakatifu. Wamjue Roho Mtakatifu sana, wamjue Roho Mtakatifu kama msaidizi wao. Mungu, ninaomba Bwana kwa ajili ya watahiniwa wa taasisi ya teknolojia Dar es Salaam. Ribaraka shikoro koboko shikara. Uwasaidie Bwana ili Mungu wapate kwenda ribaraka shikara. Badilisha fikra za wanafunzi wote wa taasisi ya teknolojia Dar es Salaam Bwana. Baba, tunakuja mbele zako, tunaomba kwa ajili ya wanafunzi wa shahada ya pili. Tunaomba toba kwa ajili ya wanafunzi wa shahada ya pili, shahada ya pili ya uhandisi katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Masters in maintenance, ribaraka shikara in management. Tunaomba toba kwa ajili ya wanafunzi wa shahada ya pili katika idara ya kompyuta. Tunaomba toba kwa ajili ya wanafunzi ribaraka shikoro wa shahada ya pili ya uhandisi wa mawasiliano angani, telecommunication system and networking na mtandao na ribaraka shikoro. Ninaomba toba kwa ajili yao. Ninaomba upako wako wa maandalizi uwe juu yetu Bwana, wanafunzi wako ribaraka shikoro wa shahada ya pili ya Bwana mifumo ya kimawasiliano angani katika jina la Yesu Kristo Nazareti, na mtandao unaounganisha Bwana katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Tunaomba toba kwa ajili ya ME darasa la ME 24 ribaraka shikoro TSN katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Tunaomba Mungu nguvu zako za Roho Mtakatifu zipate kuwa juu ya kila mwanafunzi mmoja mmoja wa shahada ya pili ya Bwana ya sustainable energy katika idara ya umeme katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Tunaomba toba Bwana kwa ajili ya wanafunzi wa shahada ya pili katika idara ya kompyuta, Masters of Computational ribaraka shikoro koboko shikara. Ribaraka shikoro koboko shikara katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Tunaomba nguvu zako za Roho Mtakatifu ziwatembelee kwenye madarasa Bwana, zipate kutembelea watoto wako wanapojiandaa kwenye madarasa ya B classes. Upako kwa Roho Mtakatifu watembelee wanafunzi wako wanapojiandaa, walio nyumbani, walio kwenye vyumba, walio kwenye hostel, walio kwenye Bwana kwenye usafiri. Upako wako upate kwenda kuwafunika. Mungu, pita hivi sasa katika nchi ya Tanzania, jiji la Dar es Salaam, watafute Bwana watahiniwa wa taasisi ya teknolojia Dar es Salaam ribaraka shikoro koboko shikara.
shikara, wajaze upako wako, na upako wako uondoe hofu, upate kwenda kuwakumbusha majibu ya maswali atakayoulizwa katika mtihani. Ribo roko shikara kabakashikoro. Mungu wakumbushe majibu waliokuwa wameandika katika assignment zao. Mungu wakumbushe majibu katika maswali marahisi na maswali magumu katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Mungu wakumbushe majibu kwenye zile slide ambazo wamepewa na mwalimu. Wakumbushe majibu ambayo yako yamefichwa kwenye kitabu. Wafunulie macho yao, wafunulie watainiwa DIT macho yao, wapate kuona maswali yatakayotoka katika mtihani wa kumaliza muhula wa kwanza mwaka wa masomo 2024-2025 katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Damu ya Yesu ipate kwenda kunena maneno mema. Damu ya Yesu, upako wa Roho Mtakatifu uwafunulie akili zao, upate kwenda kugusa akili ili zikumbuke vizuri majibu sahihi, wapate kujibu sawa sawa na makusudi yako. Maswali ya multiple choice, maswali ya kuelezea, maswali ya matching items, maswali ya kuchora, maswali ya kudesign, maswali mbalimbali ya uhandisi Bwana, katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Baba, tunakuja mbele zako tukiomba, jaza nguvu zako kwa wanafunzi Bwana, watahiniwa wa idara ya uhandisi wa electronics na mawasiliano angani. Jaza nguvu zako za Roho Mtakatifu, upako wako wa Roho Mtakatifu wa maandalizi, wanafunzi wako wa idara ya ujenzi. Jaza nguvu zako, upako wako Bwana wa maandalizi, wanafunzi wa idara ya mekaniko ya mitambo, katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Jaza nguvu zako za Roho Mtakatifu, wanafunzi wa idara ya kompyuta. Jaza nguvu zako za Roho Mtakatifu wa maandalizi, wanafunzi wako ribaraka shikorokoboko shikara wa idara ya umeme, katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Jaza nguvu zako watainiwa wako Bwana wa idara ya maabara na teknolojia, katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Jaza nguvu zako juu yao Bwana. Jaza nguvu zako juu ya watainiwa wa shahada ya kwanza. Jaza nguvu zako juu ya watainiwa wa shahada Bwana ribaraka shikoro wa shahada ya pili ribaraka shikoro. Jaza nguvu zako kwa watainiwa wa stashahada wa diploma ribaraka shikoro. Mungu, bariki peni zao watakazo kwenda kuzitumia katika mtihani Bwana. Mungu, bariki peni zao watakazo kwenda kutumia katika mitihani. Bariki karatasi booklet, bariki vitambulisho vyao, bariki penseli watakazo kwenda kutumia kuchora, bariki rula watakazo kwenda kutumia kupiga mistari, katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Ribaruko shikara. Bariki scientific calculator au calculator za kisayansi watakazo kwenda kutumia Bwana katika kufanya mahesabu. Bariki mikono yao, bariki akili za watainiwa taasisi, bariki miguu yao, wabariki Bwana katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Mungu, ninakushukuru kwa maana umeachilia huo upako, unapita upako kuanzia tarehe 3 mpaka tarehe 14, kuanzia tarehe 3 mpaka tarehe 14. Upako wako unapita, 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 katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Riba roko shikaraka bakashikoro. Asante Yesu, asante Yesu kwa ajili ya agenda hii ya pili. Asante Yesu kwa maana wewe ni mwaminifu. Asante Yesu kwa maana wewe unajaza watu wako upako kwa maandalizi ambao nao. Una ile pembe ya mafuta ambao ulimpa nabii Samuel. Unaye wewe Yesu, unapita kila darasa, kila darasa unapita, library unapita, kila darasa unapita, unamwaga Bwana huo upako. Tunaomba upako kwa Roho Mtakatifu ufunike vyumba vyote. Haya, ombea vyumba vya mitihani, Hiyo ni agenda ya 3 katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Asante kwa rehema zako na baraka zako. Asante kwa uaminifu wako Mungu wetu. Asante kwa maana tunapokwenda kwenye agenda ya 3 ya kuombea nguvu zako zijae kwenye vyumba vya mitihani Bwana, session 1, session 2 na session ya 3, katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Mungu, tunakushukuru na tunalitukuza jina lako katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Amen. 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 Yesu ni mzuri. Yesu ni mzuri. Ninaamini kabisa unaona hofu sasa ishaondoka, si ndio? Yaani hofu ishaondoka. Unaona nguvu za Mungu tu, unaona nguvu za Mungu. Mungu ibariki Afrika, wabariki viongozi wake, hekima, umoja na amani. Hizi ni ngao zetu Afrika na watu wake. Ibariki Afrika.
dunia